الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل للوصول إليه طرائق واضحة سبلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نرجو بها عالي الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الخلق دينا وأهداهم سبلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصي نفسي وأوصيكم أولا بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa imani na tawfiki tukaweza kuhirikana tena katika juma la kwanza katika mwezi wa Jumada Thani au Jumada. Alhamdulillah, tawfiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni wengi sana ndugu zetu katika imani ambao tumewazika majuzi, lakini sisi bado tuko na uhai ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea kwa muda na sisi pia, kwa sababu maisha ya dunia hatuwezi kuishi milele. Iko siku itaondoka na iko siku itaondoka, la mahala. Hii haina pingamizi. Maisha ya dunia ni maisha fupi sana ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kwa wajibu wake mtihani, kwanza ni ibtila min Allah. Maisha hii ya dunia tuko katika mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lao yuko wanadamu na kwa Mwenyezi Mungu ametuweka katika hii dunia ni ikhtibar, ni mtihani Mwenyezi Mungu ametuweka katika hii dunia. Katika juma iliyotangulia, ndugu zangu Waislamu, nilizungumzia kuhusu atharuka baada ya maut, athari zako baada ya kufa. Kuna athari gani umeziacha baada ya kufa? Je, umeacha athari ya elimu watu wanaendelea nazo? Je, umeacha athari ya maasi? Je, umeacha athari gani katika Mungu wako ambao baada ya kuondoka kwako utatajwa nayo? Husaini ndio alifanya jambo hili la kheri, Abdullahi ndio alifanya kheri. Je, utakuwa ni furaha kwako wewe na utastareheshwa kwa kadri ulivyokuwa ukienda mbele kufanya amali zake? Na katika maisha ya dunia itaikana kuyache mambo mazuri ndio. Usiishi tu kama hayawani. Hayawani hana akili wala hana dhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala haswali wala hafungi wala hatoi zaka, lakini sisi tumepewa akili ya kuweza kuzingatia na kufikiria. Kwa nini tuishi kama hayawani na wakati Mungu ametupa akili? La, hatutakikani tuishi namna hiyo. Tunatakiwa tuishi katika njia iliyokuwa sawa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia nayo. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa aache athari nzuri baada ya kufa. Mashaallah, alikuwa ni mwenye kushikanisha familia, ni mwenye kuwaleta karibu, ni mwenye kuwapatanisha watu, ni mwingi wa kufanya kheri, ni mwingi wa bashasha wa kuso. Yaani wewe utajike kwa sifa kwa nzuri. Isiwe baada ya kuondoka fadhali ameondoka.
alikuwa akitushtua, hatuna amani mtaani, fujo, makelele. Sifa hiyo itakuwa ni ya kutuangamiza. Na leo maudhui yetu tutazungumzia ahwalul barzakh, maisha ya barzakh. Maisha ya barzakh ni maisha ya kaburini. Maisha ya kaburini. Je, mwanadamu anapozikwa ndio amekwisha? La. Kufa si mwisho wa maisha, ni kama ndoto tu. Mwili umekufa lakini roho bado ipo. Sisi tuenda kuzika kimwili tu, lakini roho bado ipo hai. Utatolewa katika alamu shahada, utakwenda katika alamul ghaib, kwa sababu alamu ulimwengu ni mara mbili. Kuna alamu shahada na kuna alamul ghaib. Kuna ulimwengu wa kuonekana wa kushuhudiwa ambao sisi tunaishi. Alamul ghaib sasa ni maisha ya barzakh, ya akhira, ya kaburini. Wala hakuna anayejua kwamba watu wako katika hali gani. Tuamzika tu, tumwambie dua, kila mmoja anashikilia, lakini hakuna anayejua kwa hakika kwamba kuna hali gani amwati wanakwenda kupambana nazo. Hakuna anayejua illa Allah. Kwa hiyo kuna alamu shahada allati naishuha, wal alamul ghaib ambayo itakuwa ni alamul ghaib, itakuwa ni barzakh, inaanzia kaburini. Sasa tujue maisha ya barzakh ambayo ndio maisha ya kaburini ni vipi haya maisha. Je, ni sawa sawa na haya maisha ambayo tunaishi sisi duniani? La, si sawa. Hayatul barzakh hiya hayatun mutawassita baina alhayati ad-dunya wal hayati al-akhirah. Maisha ya barzakh ni maisha ambayo kwamba ni kati na kati baina hayati dunya wal hayati al-akhirah, iko baina ya maisha ya dunia na maisha ya akhira. Kwa sababu nyumba Mwenyezi Mungu ameigawanya mara tatu. Kuna daru dunia na kuna darul barzakh na kuna darul akhirah. Nyumba imegawanywa mara tatu. Daru dunia hiya daru fania, hii inakwisha, inayo kikomo. Wa darul barzakh hiya darul intidhar, nyumba ya barzakh ambayo ndio kaburini, ni nyumba ya kungojea siku kubwa ya akhira. Wa darul akhirah ambayo itakuwa ni yaumul qiyama, la nihayata, ni siku isiyokuwa na mwisho wala kikomo. Hayatun abadiya, ni maisha ya milele. Kwa hiyo nyumba ni tatu: daru dunia wa darul barzakh wa darul akhirah. Tutatoka hapa tushikie kaburini, tufufuliwe tena, tuingie katika akhira ambayo ndio siku kubwa yenyewe. Sasa fahiya awwalu manazil akhira, barzakh ndiyo mashukio ya kwanza ya akhira. Mwanadamu kuzikwa ndio umeteremkia katika akhira, ndio umeanza sasa. Allati fiha na'imun au adhab, na maisha hiyo mambo ni mawili, ndani yake kuna neema na kuna adhabu. Maisha ya barzakh mawili, sababu kila kitu Mwenyezi Mungu ametuwekea ni kuna nar, kuna janna, kuna salih na kuna kila kitu. Na kaburini imma na'im wa imma adhab, imma uwe katika neema ama uwe katika adhabu.
watakunu bidayatu hadhihi alhaya, na maisha hii mwanzo wake hinama tukbadu ruhu linsani, ni pale inapochukuliwa roho ya mwanadamu, ndio mwanadamu anaanza kuingia katika hali ya akhira. Watastamir hatta yub'ath al-insan, watastamiru hatta yub'ath al-insan, na hiyo maisha itaendelea mpaka mwanadamu atakapofufuliwa. Na sasa hatujui kufufuliwa ni baada ya miaka mingapi, na ulama wamekadiria. Na la ulama wanasema mahesabu yake, tadbiri yake hakuna anayejua ila Mungu. Hatujui tutaishi miaka mingapi. Wal ayyam bitadbirillah, iko katika mpangilio wa Mwenyezi Mungu, hatuingilii. Wa yawma taqumu saa, mpaka kiyama kisimame. Wa inma yuhsalu fi hadhihi alhaya la tu'lamu tafasiluhu ala alhaqiqa li'annaha min ilmi Allah, na yanayopatikana katika maisha ya barzakh haijulikani kwa uhakika, kwa sababu ni ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuja alqabr awwalu manazil al-akhirah, ndio mashukio ya kwanza ya akhirah. Tabda'u hayatu al-barzakh ma'a nuzuli al-insani ila qabri, pale mwanadamu anapoteremkia kaburini, anaposhukia kaburini, ndio maisha ya barzakh inaanza. Falqabru awwalu manazil al-akhirah, ndio mwanzo wa mashukio ya akhirah. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah, awwalu manzilin min manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu, wa in lam yanju fama ba'dahu ashadda minhu au ashadda minhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anna al-qabra awwalu manzilin min manazili al-akhirah, kaburi ndio mashukio ya kwanza ya akhirah. Kisha Mtume akasema fa in naja minhu, ikiwa mwanadamu amefaulu, ameokoka, minhu, kutokana na kaburi na adhabu yake, fama ba'dahu aysar minhu, yatakaokuja baada yake sasa ni sahali. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd minhu, ikiwa mtu hakufaulu katika kaburi, basi yatakaokuja baada yake ni magumu zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi. Kisha hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ma ra'aytu manzaran qad illa al-qabr afdal minhu. Mtume anasema sijawahi ona mandhari yoyote kabisa isipokuwa kaburi afdal minhu, yatisha zaidi, yatisha, kwa sababu hakuna rafiki, hakuna ujirani. Ujirani wako ni kuwa na ujirani na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hayatul barzakh ni maisha ambayo kwamba ni mazito sana kwa wale ambao kwamba hawakujitayarisha na mazuri ambayo yatakuja kuwafaa baada ya kuondoka. Swali lingine, je, huko kuna kulala? Halil insani yanam, mwanadamu atakwenda kulala huko kaburini kiziko kuna kulala? La, ukishakufa hakuna tena usingizi, kulala ni huko duniani.
talala huko. Lakini ukishazikwa la nauma baada dhalika, hakuna tena usingizi, hakuna kulala tena baada ya kufa. Hayatun laysa fihi nawm, an-nawm fi hadhihi dunya faqat, ni maisha ambayo kwamba hakuna usingizi, hakuna kulala. Kulala ni huko duniani tu, tutalala. Lakini ukishateremkia, ukishazikwa tu kaburini, hakuna tena kulala. Kisha ukasema annasu fihi ala thalathati ahwal, katika barzakh watu wamegawanyika sehemu tatu. Barzakh makaburini tumegawanyika sehemu tatu. Alhalu alawwal halu mu'min taqi, hali ya kwanza, watu wa kwanza, kwa sababu tuko grupu tatu. Grupu la kwanza ni almu'min taqi, mu'min mcha Mungu. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mu'min taqi baada ya kushakuzikwa, yatihi almalakan fayu'idani, malaika wawili watamjilia, watamkalisha chini. Thumma yasalani, watamuuliza man rabbuk wa ma dinuk wa ma hadha alladhi bu'itha fikum. Mu'min atasema Allahu rabbi wal islamu dini wal rajul alladhi bu'itha fina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'min taqi hababaiki, man rabbuk, tasema Allahu rabbi, ma dinuk, dini al-islam, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ar-rajul alladhi bu'itha fina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akishajibu tu maswali haya, fayuftahu lahu babun minan nar, atafunguliwa mlango wa moto. Mu'min baada ya kujibu maswali matatu, ambao maswali wa qiblatu, lakini kwanza haya maswali matatu tu akiyajibu, fayuftahu lahu babun minan nar, atafunguliwa mlango wa moto. Thumma yuqalu lahu hadha maq'aduk minan nar law kafart, hii ndio sehemu yako lau ungekufuru, ungesema tusijui Mola wangu nani. Mu'min anaambiwa, anafunguliwa mlango wa moto, anaonyeshwa, kisha anaambiwa hadha maq'aduk minan nar law kafart, hii ndio sehemu yako ya motoni lau ungekufuru, ungesema tusijui Mola wangu nani, wala hujui dini yako ni gani, wala hujui mtu ambaye ametumilizwa kwa nyinyi ni nani, basi ingekuwa ni sehemu. Kisha thumma yughlaq, kisha mlango wa moto unafungwa hapo hapo, fala yuftah ba'da dhalika abada, huo mlango haufunguliwi tena milele na milele, baada ya kusha kuonyeshwa kwamba lau ungekufuru basi sehemu yako ni. Kisha mlango wa jahannam unafungwa mbele yake, fala yuftah baada dhalika abada, baada ya hapo huo mlango haufunguliwi tena milele. Thumma yuftahu lahu babun min aljanna, atafunguliwa, ataonyeshwa mlango wa pepo. Fayatihi min rawhiha wa yara makanahu fil janna, atajiliwa na starehe za pepo na ataona sehemu yake katika. Huyu ni mu'min taqi, hali ya kwanza, al-mu'min taqi. Fayaqul, akishaona pepo atasema ya rab
aqimi salam, ya rabbi aqimi salam, Mola simamisha kiyama. Yani akishaona tu starehe za peponi ataka kiyama kisimame. Ya rabbi aqimi salam, ya rabbi aqimi salam, simamisha kiyama. Ataka kiyama kisimame aingie peponi moja kwa moja. Lakini sifa hii almu'minu taqi, mu'min mcha Mungu ndio atakuwa na daraja hii. ويظل في نعيم حتى تقوم الساعة, atakuwa katika istarehe katika hali barzakh hatta taquma saa, mpaka kiyama kisimame. Atakuwa yastareheshwa katika kaburi. Alhalu thani, hali ya pili ambao watakuwa ni watu wa pili, grupu la pili, halul kafir wa halul munafiq. Hali ya mtu kafir. Kafir ni mtu ambaye kwamba hana dini, hana Mungu, hana wa kumwabudu wala dini hana. Kafir. Kafir imani yake imeficha, hana dini yoyote wala hana wa kumwabudu, yuko tu. Nafikiri kila mmoja anajua. Yuqad, atakalishwa baada ya kuzikwa. Wayasalani wayuqalu lahu man rabbuk ma dinuk wama hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Kafiri huyu na munafiq tasema la adri, la darita wala talayt, la darita wala talayt. Thumma yudrab bimitriqa ala ra'si, atapigwa na dundo kwenye jahannam. Fayasihu sayha, atapiga ukelele. Yasma'uhu kullu shay illa thaqaluhu, atasikiwa na kila kitu illa bisabili. Wanadamu na majini ndio hawatasikia, wanyama wote wakimsikia akipiga kelele. Thumma yuftahu lahu babu min aljanna, kafiri huyu na munafiki, kisha atafunguliwa mlango wa pepo. Fayuqalu lahu hadha makanuka min aljanna law kunta amin, hii ndio sehemu yako katika pepo lau ungekuwa umeamini, lakini umekataa. Thumma yughlaq fala yuftah, kisha mlango wa pepo unafungwa, hautofunguliwa tena baada dhalik. Thumma yuftahu lahu babu min an-nar, hii ni hali ya barzakh, atafunguliwa mlango wa moto. Fayatihi min samumiha wa rihiha, atajiliwa na adhabu yake na harufu ya jahannam. ويقول يا رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، اي مولا usisimamishe kiyama, kwa sababu ashaonyeshwa adhabu. Hali ya tatu ambayo itakuwa grupu la tatu, wa huwa almu'minu al-asi, mu'min mwenye kuasi. Ashabul kabair, wanaitwa watu wenye kufanya madhambi makubwa, kuua, kuzini, shirki. Ashabul kabair, huququl walidain, qati'atur rahim, wenye kukata uzao, wenye kuasi wazee, wenye kufanya shirki, wenye kusingizia watu, wenye kufanya dhulma. Ashabul kabair. Grupu la tatu ni huwa almu'minu al-asi, ni mu'min alomwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa wanatofautiana, wahum yatafawatun, wanakitofautiana pia hawa ashabul maasi vile vile wanatofautiana.
minhum man huwa musrifun ala nafsihi bilkabair, miongoni mwa hao wenye kufanya maasi wako ambao wamefanya israf juu ya nafsi zao, saa zote wako katika maasi, wao wanaogelea katika mawimbi ya maasi, saa zote wako katika maasi. Wa minhum man huwa ghairu musrif, kuna wengine hawakufanya israf juu ya nafsi zao lakini wamefanya maasi. Sasa faala tahta almashia, itakuwa ni hukumu yake Mungu mwenyewe, atamu inshaa adhabahum wa inshaa ghafara lahum, akitaka atawadhibu na akitaka Mungu atawasamehe. Wa ahlul kabair, na watu wenye kufanya madhambi makubwa, ulama wanasema qad yu'adhabu ba'duhum fil qabr fitratan min az-zaman, ikiwa mtu amekufa na iman qala dharra min al-iman na alikuwa amefanya maasi, ulama wanasema qad yu'adhab ba'duhum fil qabr fitratan min az-zaman, wataadhibiwa baadhi yao katika kaburi fitratan min az-zaman, muda katika zama wataadhibiwa. Fatakfi al-maasi allati ataha, ikawa itatosheleza maasi ambayo kwamba ameyafanya. Thumma ba'da dhalik yun'am fil qabr, yani muislam ikiwa amekufa na ana maasi ataadhibiwa kulingana na maasi yake. Kisha ulama wanasema baada ya kusha kumalizika adhabu yake ataneemeshwa, bimaana sio kuadhibiwa kila masaa, utaadhibiwa kulingana na maasi uliyofanya. Kisha kuisha kumalizika utaneemeshwa ila qiyam saa hatta yadkhul aljanna, kisha neema zingine atamalizia peponi. Kisha wengine wa ba'dhum qad yu'adhab fil qabr wa yastamiru al'adhab hatta yawm al-qiyamah, kuna wengine wataadhibiwa katika ashabul kabair, watu wenye kufanya madhambi makubwa wataadhibiwa kaburini, wataadhibishwa na adhabu hiyo ikiendelea ila yaum al-qiyama. Kisha siku ya kiyama pia ataingizwa motoni, adhabu nyingine atamalizia motoni, akishamaliza atatolewa, kwa sababu Muislamu mwenye mithqala dharra min al-iman hakalishwi milele katika jahannam. Yu'adhab, ataadhibishwa kwa ile kiasi ya maasi aliyofanya. Lakini al-kuffar watakaa daima milele na milele katika jahannam, makazi yao itakuwa ni katika jahannam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi, atupe husnul khatima inda al-maut. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amegawanya, kama tulivyotangulia kusema, nyumba ni tatu: daru dunya ambapo kama ni alamu shahada, wa darul barzakh maisha ya kaburini, wa darul akhirah takuni nyumba ya akhirah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfiq na atupe husnul khatima, ili tuweze kufanya mazuri ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepuka na adhabu ya kaburi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka na masahaba kwenda katika makaburi, alikufa mmoja katika masahaba, alikuja mpaka kwenye kaburi akakaa ameinamisha kichwa chake. Sahaba anasema kaanna
ala ruusina tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege tukalia. Sote tumeinamisha kichwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kainamisha kichwa, kisha kulikuwa na kijiti katika mkono wake, kama Mtume yuko katika ardhi. Kawaambia masahaba, jilindeni na adhabu ya kaburi mara 3. Jilindeni na adhabu ya kaburi, kwa sababu mwanadamu anapoondoka katika maisha ya dunia huwa anajiliwa na malaika wazuri, wazuri kuja na sanda kutoka na sanda za peponi na mafuta mazuri kutoka peponi. Akawaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi pia tujitayarishe, ikiwa wataka kujiliwa na malaika wazuri, jitayarishe kuwa na amali njema, amali nzuri ambayo itakuokoa katika hali barzakh ila qiyam saa. ويرزقك توفيق الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني واياكم من ايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.